Ni kukaribishe kwenye madhabahu ya Niko Shining Star Heaven Embassy. Leo Mungu amenipa neema kwa nguvu ya Roho Mtakatifu tuweze kujifunza jambo hili. Ndoto au maono 10, mchumba wako au mwenzi wako, awe ni mme au ni mke, ni hatari, ni fake, na huenda kuna mambo ya kiroho yanayoendelea yatakayoweza kuwa kinyume na mapenzi ya Mungu. Kuna watu leo tupo nao kwenye uchumba. Kuna watu tupo nao kwenye ndoa. Kabla ya kuokoka tulikuwa hatuoni au hatutambui au hatujui ishara za Roho Mtakatifu. Lakini tunapookoka Mungu anaweza kutufunulia siri ambazo hatuzijui juu ya wale wenzi wetu. Sasa unapoona Roho Mtakatifu anakufunulia juu ya haya, anza kuwa makini na mwenzi wako, zidi kumomba zaidi akufunulie na uweze kuona kwa macho nini kinachoendelea. Na wenda Mungu anakuonya juu ya yule mtu kama ni kwenye uchumba, hata kwenye ndoa. Mungu anazungumza na wanadamu mara ya kwanza hata mara ya pili, watu ila hawajali. Katika ndoto na maono, Ayubu 33:14 mpaka 16. Lakini maandiko yanasema hakuna kitu Mungu atafanya bila kuwafunulia watumishi wake manabii, Amos 3:7. Lakini pia Mungu anaongea na manabii wake kupitia ndoto na maono. Lakini kwa wale ambao ni watumishi wake ambao wamefika level ya kuwa na uhusiano mzuri, anazungumza nao wazi wazi, yani mdomo kwa mdomo, kama kitabu cha Hesabu 12:6 mpaka 8 inavyosema. Sasa ndoto hizi usije ukazipuuza hata siku moja. Ni sauti ya Mungu, ni sauti ya Roho Mtakatifu, usiotakiwa kupuuza hata siku moja kama unataka kuzidi kutembea na nguvu ya Mungu. Tofauti na hapo utaishiwa nguvu zako zitanyonywa kiroho, utaanza kuhangaika, utaanza kusumbuka, na mwisho wa mwisho utaanza kujuta kwenye maisha yako ya kiroho na ya kimwili. Wengi walikuwa kwenye maisha mazuri tu kabla ya ndoa au kabla ya mahusiano fulani, lakini baada ya kuingia kwenye mahusiano fulani mambo yao yameanza kuharibika, uchumi wao, hatima zao, malengo yao, njia zao. Kwa sababu gani? Wamejikuta wamevuta vita kutoka upande wa pili, ambayo imetokea kwa sababu wale watu hawakuongozwa na Roho katika kutafuta mahusiano. Ni bora uchelewe au ukose kuoa au kuolewa kuliko kuingia kwenye shimo ambalo baadaye litabadilisha hatima yako, maono yako, na kushuka chini na kupotea. Leo kuna watu walikuwa matajiri, leo ni maskini. Kuna watu walikuwa vizuri kiroho na ni watumishi wa Mungu, leo wamebaki ni watu wa kawaida, hawana tena nguvu ya Mungu kwa sababu ya mahusiano. Wengine walikuwa wako vizuri kiuongozi au hata kiufahamu, lakini leo wamepotea kwa sababu ya mawasiliano katika mahusiano. Sasa lazima tuangalie Mungu anasema nini kabla ya kuwa na watu fulani. Ndoto hizi si ndoto za kupuuza juu ya uchumba wako, au unapokuwa na mchumba, au unapokuwa na mpenzi, au unapokuwa kwenye ndoa. Ndoto ya kwanza ni ndoto unashangaa unapigana, au mwenzi wako anakupiga mara kwa mara, au mnagombana, au na migogoro isiyokwisha mara kwa mara kwenye ndoto. Angalia kwa nini. Unakuta kwenye ulimwengu wa kawaida ni kawaida, lakini kwenye ulimwengu wa roho mnagombana. Jua kuna vifungo, jua kuna roho chafu, jua kuna mamlaka za giza, aidha upande wa mke au wa mme, au kuna kitu kinafanyika kama ni ushirikina ambao unakuja kutenga. Ina maana Mungu anakuwa ameshaona yale mahusiano hayatofika mbali kwa sababu hakuna uaminifu. Lakini kitu cha pili ni ndoto unashangaa umeachwa naye bila sababu. Kwenye ulimwengu wa roho unaona unaachwa na bila sababu yoyote. Jua moja kwa moja ile ndoa au yale mahusiano Mungu hajayaruhusu au yana vita, na wenda hakuna uaminifu. Lakini tatu ni ndoto unashangaa anacheza muziki wa kidunia. Anacheza muziki wa kidunia kwenye ulimwengu wa roho, unashangaa anajibiringisha na unaona ni vitu na ni vituko. Jua huyo mtu ni kahaba wa kiroho, na kama ni mwanaume au ni mwanamke, jua umepata mtu ambaye siye na hafanyi mapenzi ya Mungu. Lakini ndoto ya nini? Ndoto unashangaa pikipiki inaungua moto, basi jua Mungu amefika level yale mahusiano ameona hayatofika popote. Kwa hiyo kama ni adui au kama ni Mungu, ina maana yale ameyavunja. Sasa inategemea Mungu anakuonya juu ya nini. Kama mtu ni mtu mzinzi kiroho, ni mtu kahaba kiroho, ni mtu ambaye si mwaminifu au anafanya matendo yasiyofaa,
au kuna roho fulani za nyumbani kwake ambazo zinazuia na zarana, kwa hiyo unaweza ushangaa pikipiki inaungua. Ina maana yale mahusiano hayatafika popote. Lakini ndoto ya 5 ni ndoto simu inaharibika kabisa, au mnapigiana simu hampatani, au unashangaa vyombo vinaibiwa, au unashangaa simu unaibiwa. Ina maana mahusiano yako huenda yatachukuliwa na mtu mwingine. Huenda kuna mahusiano ya siri either ya kiroho au ya kimwili yatakayotokea kavunja yale mawasiliano yenu au mahusiano yenu. 6 ni ndoto choo kibovu au choo kimeharibika. Ukiona hivyo basi jua mke wako anatenda matendo yasiyompendeza Mungu. Maana choo ni ishara ya mwanamke, lakini pia jiko ni ishara ya mwanamke. Lakini pia nyumba, unaweza kushangaa nyumba ni mbovu, imejaa makorokoro. Ina maana kuna vitu huenda mtu ameweka, labda ni mwanaume au ni mwanamke, wameweka kitu kisichofaa, kisichompendeza Mungu kwenye maisha ya wale watu. Lakini ndoto ya 7 ni ndoto unashangaa unalishwa chakula kichafu chenye wadudu na mtu, labda ni mume wako anakupa kitu kichafu au mke wako anakupa kitu kichafu, basi jua huyo mtu anakutendea kwa akili. 9 ni ndoto unashangaa anauza pombe, ni mwenzi wako, ni mume wako, ni mke wako, anauza sigara, anauza pombe, labda kwenye biashara yenu au kwenye nyumba yenu, au anakaribisha wanaume unaona kwenye ulimwengu wa roho, basi jua huyo mtu ni mkahaba kiroho na anafanya vitu vya kishetani ambavyo havitoweza kuwafanya nyie muweze kudumu. Lakini namba 8 ni pale unashangaa mguu wako unatumbukia kwenye choo. Ina maana kuna mambo yasiyofaa ambayo yatapeleka wewe uje kudondoka na kuanguka na kupotea. Lakini kitu cha 10 na mwisho ni ndoto unashangaa unazini kwenye ulimwengu wa roho na yule mtu kwenye ulimwengu wa roho, labda ni kanisani mnazini, au unashangaa unazini na mke wako kwenye ulimwengu wa roho, au unashangaa anaogea nje, yuko uchi nje kabisa, nje ya bafu kwenye ulimwengu wa roho, au unashangaa anaoga na mlango uko wazi, au unashangaa unazini au anazini na mtu mwingine, anafanya mapenzi, na maana ni zinaa ya miungu mingine, au anaweza sio anazini kimwili lakini kiroho ina maana anaabudu miungu mingine. Kumbuka tunapoona zinaa kwenye ulimwengu wa roho, asilimia kubwa kwamba tunashiriki ibada na roho nyingine chafu. Sasa inaweza iwe ni zinaa ya kimwili lakini ni ya kiroho ya miungu inayolenga kuiba kitu kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo chunguza, angalia ulipoanzisha mahusiano na mtu, Mungu anakuonesha nini? Kuna watu walipoota ndoto wakaona labda ni mke wako, wewe ni mwanaume, unashangaa mke wako ndo anayeendesha pikipiki, anayeendesha gari, wewe umekaa nyuma. Ina maana huyo mtu atakuendesha na hautofika popote na ile ndoa itavunjika. Au unashangaa mke wako anaendesha labda bajaji au anaendesha pikipiki na unashangaa unashuka, au unashangaa wewe umevaa viatu vya mke wako, ina maana alafu unaishia njia panda. Ina maana hautofika popote, yani mahusiano hayatofika popote. Au unashangaa akiwa na wewe kwenye ulimwengu wa roho unaona hana amani, lakini akitoka nje ya nyumba unashangaa amepata amani. Jua hayo mahusiano pia huenda kuna vita ya kiroho inaendelea kwenye ile nyumba. Kwa hiyo kuna vitu vingi Roho Mtakatifu anazungumza na wewe, na wewe unaweza kucomment hapo chini. Roho Mtakatifu anakuonesha nini unapoomba juu ya mchumba huyo, unapoomba juu ya mwenzi wako huyo, unapoomba juu ya mpenzi wako huyo? Nini unaona? Usikipuuza. Maandiko yanasema ashupazae shingo asisikilize maonyo atavunjika ghafula na hatopata dawa. Ukisoma kitabu cha Mithali 29 mstari wa 1. Kwa hiyo hayo ni maonyo ya Roho Mtakatifu juu ya huyo mpenzi wako, juu ya huyo mchumba wako, juu ya huyo mwenzi wako. Kwa hiyo msikilize Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu ukimruhusu yeye atakupa maamuzi, atakupa hekima, akili na ufahamu wa kufanya maamuzi sahihi. Na kama ni mahusiano Mungu amekuonya yako hivyo, ni vizuri uyakimbie. Kuna wengi wameona ndoto nyingi za ajabu, kuna wengine wanaona giza wakiwa na mpenzi fulani, kuna wengine wanaona wanashuka madaraja fulani, wanashuka chini, kuna wengine kwenye ulimwengu wa roho wanaona vitu vya ajabu. Unaona upo ni kama tunda au ni kama kahawa, kitu cha thamani, lakini kipo kwenye kichaka. Ina maana kuna makorokoro, kuna makando kando yanayoendelea kwenye hayo mahusiano na huyo mtu. Kwa hiyo tafakari, chukua hatua ili Roho Mtakatifu aweze kukuongoza, akupe mtu sahihi. Si kila mtu ni bora, si bora kitu, au si bora mpenzi, si bora mchumba, si bora ndoa, bali muombe Mungu akupe ndoa bora. Na Roho Mtakatifu akikuonya, chukua hatua, jitoe kwenye hayo mahusiano. Akikuonya
Fanya kila atakachokuelekeza. Hiyo ndio pona yako. Kwa sababu wengi wamelazimishwa wakaingia kwenye mahusiano, leo wanajuta kwa sababu Mungu alishaona, na mwisho wanajuta. Usikubali kujuta. Kumbuka ndoa ni safari ya muda mrefu na ni agano la milele. Sasa unapokosea kuoa ni hatari. Ni bora ukosea vyovyote usikosee kuoa. Ukosea kuoa, maono yako umeazika, hatima yako umeazika, safari yako umeazika. Kuna vita utakaribisha, kuna njia zitafunga muda mwingine, na utajikuta muda mwingine unakuwa mtu ambaye hana mwelekeo. Kuna wanaume walianza na maono na ndoto kubwa, kuna wanawake walianza na maono na ndoto kubwa, lakini baada ya kuwa kwenye mahusiano fulani, leo wamebaki ni watu wa ovyo na wamepoteza thamani. Kwa hiyo ndoa inaweza kukutengenezea thamani au ndoa inaweza kukupoteza thamani. Chunguza, chukua hatua ili Mungu akusaidie. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus' name. Shalom.